wababe wa Pamba pale wanapokuwa wanakutana kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi. Performance bora ambayo umeionyesha Azam, licha ya kwamba bado wanashinda kwenye baadhi ya maeneo, lakini mchezaji mmoja nafikiri kuna baadhi ya wachezaji ambao mpaka sasa wamesha improve mwalimu kwamba wapo tayari kupeperusha bendera vyema ya Azam kwa msimu huu. Ili Selemani Nado, moja ya wachezaji ambao kwa sasa unapotaja wachezaji wa kuchungwa Azam, basi jina la Idi Nado litakuwa pengine kwenye yale ya kwanza kabisa top. Lakini pia Sop ni kama amezaliwa upya. Sop wa Coastal Union, nafikiri aliyewashawishi Azam kumsajili ndiye Sop ambayo kwa sasa tunamuona. Mpaka sasa mechi 3 magoli 3, japo mikwaju ya penalty 2, lakini angalia performance ambayo anaionyesha kwenye kikosi. Jana aliopti kutumia ule utatu wa mbele, Kipre Junior, lakini pia akamtumia Sop pamoja na Nado, alafu mbele yao akamweka Enoch Molia. Wote walikuwa na performance bora kwenye eneo la ushambuliaji, na lango la Pamba lilisakama haswa chini ya mlinda mlango Eric Jora. Kwa hiyo walikuwa na wakati mgumu sana Pamba Jiji, licha ya kupata bao moja, lakini walipambana kweli kweli, kwa sababu msako ambao ulikuwa unapelekwa na Azam haukuwa wa kawaida. Sasa tukija kwenye madhaifu ya Azam ambayo bado yanakosekana, ni muunganiko wa timu, kwa sababu ya mabadiliko ambayo mwalimu amekuwa akiyafanya. Leo ataanza huyu, kesho ataanza huyu. Kwa hiyo ni kama kila mechi wanaanza kwa upya. Kwa mfano kuna mechi ataanza na Imidi Mao Mkami, kuna mechi ataanza na Abdukarim Kiswanya, kuna mechi atakuja na Yahya Zaidi, kuna muda atakuja na Sadio Kanuti. Usitegemee kama wote wakicheza watakuwa kwenye level hiyo. Kwa hiyo kuna ule muunganiko ambao bado hajaupata mwalimu Florent Ibenge kwa msimu huu, kwa sababu labda tuseme baadhi ya nyota hawajaanza pia kuingia kwenye kikosi kama Faisal, akina Nado pia hawakuanza na timu kwenye mechi ya kwanza, hawakuwepo. Kwa hiyo ukiangalia pia hata eneo la ushambuliaji, baadhi ya nyota ambao wamesajiliwa, Enoch Molia ndo mtu ambaye amepata nafasi mpaka sasa. Kwa hiyo ameshaanza kujoin kutengeneza ile partnership nzuri ya yeye na akina Sopo na akina Nado. Angalau imeanza kukiriki. Mchezo uliopita Kipre ya kucheza, lakini jana alimchezesha. Angalia kile ambacho alienda kukiapply. Kwa hiyo bado mwalimu hajapata first 11 ya msimu huu, lakini ameshaanza kupata nyota wazuri ambao wanaweza kuisaidia Azam. Pia kuna kina Jibril Asila, nao wakija pia wanahitaji pia kufight kuingia kwenye kikosi. Sasa bado mwalimu itamgharimu labda tuseme mechi 5 mpaka 7 kuweza kuifanya Azam itulie, ili sasa hata kama anafanya rotation anaifanya ndio, lakini anakuwa anaifanya labda ile ya emergency au ya ulazima. Kama ambavyo alikuwa anafanya msimu uliopita. First 11 anayo, lakini anapofanya rotation unakuta labda ni wachezaji 2 watatu. Hao ni Azam FC bwana, ambao jana walishinda kwa mchezo wao mwingine dhidi ya Pamba Jiji, lakini mchezo wa mapema sana Mbeya City dhidi ya Mashujaa, Mbeya City alishinda akiwa uwanja wa CCM Sokoine Mbeya. Ilikuwa ni mchezo wa pili anashinda Mbeya City akiwa pale, si ndio hivyo bwana? Nafikiri msimu huu ukiachana na mechi ya kwanza ambayo ilimpa wakati mgumu dhidi ya Geita Gold ambayo alicheza alikuwa nyumbani, alipasuka. Lakini kitu ambacho Mbeya City kwa sasa na fight nacho ni kuthibitisha kwamba yupo ligi kuu. Anajua shida kubwa ambayo ukitereza unaweza ukaipata. Nilitazama kitu ambacho Salum Mayanga alitaka kukikosea ni baadhi ya nyota wake muhimu kuwa anaanzisha bench. Kwa sababu naona kama kuna siku itakuja kumkosti. Tazama mechi ilikuja kubadilishwa na wale ambao waliingia. Ismail Aziz Kada akaingia, Oscar Mwajanga ndio walioenda kuivunja ngome ya ulinzi ya Mashujaa mpaka ikaachia. Mwisho wa siku wakapata mabao mawili, wakaweza kushinda ile game. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba wakati mwingine hata maamuzi yanaweza yakawa sahihi pale unapopatia, lakini ukichelewa kuamua wakati mwingine maamuzi yanaweza kuwa mabaya. Kwa mfano alifanya hizo sub, tuwashuma wa kufanya chochote, maana yake ingesabika kawaida tu, hata sababu hazijalipa, hata walioanza wajalipa. Lakini kwa kuwa walilipa, hapo ndo tunaona kwamba
kuna wakati pia mwalimu unatakiwa ureact haraka kama kulingana na kile ambacho unakiona. Kumbuke Mbeya City hawajafanya sajili nyingi sana. Nafikiri azizidi sajili 3 kama wamemuongeza Jimson Manuki, wamemuongeza Ismail Aziz, Kada. Waliobaki Oscar Mwajanga pia, waliobaki wengine walikuwepo. Aliongezeka pia Hassan Cheda. Hassan Haji Cheda kutoka Mashujaa. Kwa ukiangalia walio wengine walikuwepo kwenye kikosi. Kwa hiyo bado Mbeya City wanaendelea kuprove, na nimeona nyakati ambazo Mbeya City wamefanya vizuri, mchezo dhidi ya Dodoma, mchezo wa pili, na mchezo wa jana dhidi ya Mashujaa, wameonekana kufanya msako. Yani wanakusaka mpaka unaachia. Kwa hiyo kama labda wangekuwa wana maintain kuendelea hivyo, kuanza labda dakika ya kwanza wakiwa vivyo hivyo, lakini inaweza ikawa beta zaidi Mbeya City, ikawa inamfikirisha hata mpinzani pale mnapoenda kukutana naye bwana, anakuwa anafikiria kwamba yes, Mbeya City sio timu ya kubeza. Inawezekana haina majina makubwa ya wachezaji, lakini upambanaji unaonekana. Kitu ambacho nakiona kwa Amani Josia, nafikiri inawezekana ni wakati wake mgumu sana. Wakati wake mgumu kwa Mashujaa. Ametoka Dodoma akiwa na wakati bora, lakini Mashujaa mambo kama hajawa mazuri. Kiachana ushindi aliopata dhidi ya Coast mchezo wa kwanza, baada ya hapo kilichofuata ni dhahama kwa upande wake. Na jana nikawa natazama wakati Amani Josia anatoka Geita kama kocha msaidizi anajiunga na Prison, ndio wakati ambao kina Oscar Mwajanga alikuwa pale Prison. Kwa hiyo amewatrain yeye, akawa anawapa nafasi ya kucheza. Mwisho wa siku jana akasema kwamba asante, kile ulichonipa nilikifanyia kazi. Oscar Mwajanga akaenda kumwadhibu. Mwisho wa siku akafifisha matumaini ya Mashujaa kuweza kuondoka na alama 3 muhimu. Na ogopa timu ambayo inatoka nyuma inasawazisha na inaongeza. Sio kila timu inaweza kufanya hivyo. Mwingine anaweza akakata tamaa akatoka mchezoni na akaruhusu magoli mengi zaidi, lakini kwa Mbeya City imeonekana tofauti kidogo. Kwa Mbeya City imeonekana tofauti kidogo. Ni michezo ya jana ambayo ilipigwa, lakini leo pia tushakufahamisha michezo ambayo ita